Umuhimu wa kumtegemeza kuhani wa madhabahu ya Mungu aliye hai. Umuhimu wa kumtegemeza kuhani wa madhabahu ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunavyofahamu kwamba madhabahu yoyote inayo kuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwe ni madhabahu ya ufalme wa giza, lakini pia iwe ni madhabahu ya ufalme wa Mungu aliye hai, inaye kuhani. Na kuhani anazo kazi nyingi sana, lakini moja ya kazi ya kuhani ni kufanya utumishi wa maskani ya Bwana, ni kusogeza sadaka mbele za Bwana, ni kuwaunganisha watu wa Mungu na Mungu aliye hai. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuhani ana kazi kubwa, na ndio maana unaona hata kanisa hili unavyoliona limetengenezwa kwa staili ambayo unaweza usielewe sana, lakini hata wale wana wa Israeli walikuwa wametengenezwa kitu kama hiki. Kuna ua wa nje ambao wanakaa watu, alafu kuna ua wa ndani ambao wanakaa, Biblia inaita ua wa ndani ambao wanakaa waimbaji na wahudumu wengine, lakini kuna mahali palikuwa panaitwa patakatifu patakatifu. Hapa ambapo anasimama kuhani. Hapa kuna mtu ambaye alikuwa anaweza kuingia isipokuwa kuhani mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna utengano ambao Mungu aliuweka. Mungu alimtenganisha kuhani, alimtenga kwa ajili ya kazi. Mungu amemtenga kuhani kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya utumishi wa maskani ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kumtegemeza kuhani wa madhabahu ya Mungu aliye hai. Andiko letu la msingi Kutoka sura ya 17 mstari ule wa 8 mpaka wa 12. Twende pale mtumishi wa Mungu. Kutoka sura ile ya 17 mstari wa 8 mpaka Kutoka sura 17 mstari wa 8 mpaka ule wa 12. Twende pale mtumishi wa Bwana. Wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, uchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika jua lilipokuchwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Andiko letu la msingi linatoka hapa katika Kutoka sura ya 17. Anasema wakati huo kulikuwa kuna vita. Vita ilikuwa ni kali, na watu walipokuwa wanapigana vita na ile taifa la Israeli, Musa akapanda mlimani. Biblia inasema alipopanda mlimani, akiinua mikono juu, Israeli wanashinda vita, akishusha chini wanapigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ushindi wa taifa la Israeli ulikuwa unapita kwenye mikono ya Musa. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ushindi wa wana wa Israeli ulikuwa unapita pale. Kwa hiyo Musa alijua kwamba hawa watu hatutawashinda isipokuwa mimi nimekaa mbele za Bwana. Acha mimi nikae mbele za Bwana, alafu ninyi Joshua na wengine pangeni vikosi, nyeka piganeni. Mimi nikiwa hapa ushindi utapatikana, kwa sababu kuna kitu ninakiunganisha hapa Musa, kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Utanielewa? Twende pole pole, utanielewa. Kwa hiyo Musa alikuwa ni kiunganishi kati ya taifa la Israeli na Mungu aliye hai. Kwa hiyo kuhani anawaunganisha watu wa Mungu na Mungu aliye hai. Kwa hiyo Musa
akatoa maelekezo kama ambavyo tumesoma, na alipotoa maelekezo Biblia inasema wakapigana vita mpaka jua lilipokuchwa. Yaani maana yake ni kwamba mikono ya Musa ilikuwa juu. Unafahamu, kwa mfano mwalimu anaelewa, huwa wanatoaga adhabu shuleni. Ukikosea shuleni kuna adhabu ndogo ndogo. Hebu sema adhabu ndogo ndogo. Unaambiwa chukua mawe mawili, njoo nayo. Piga magoti hapo. Unaambiwa shika yale mawe mawili. Yale mawe mawili ukishika hivi, hautaweza kukaa nusu saa, utayashusha. Si ni kweli? Kwa sababu kwanza ni mazito. Sasa yeye Musa hakuwa hata na mawe hivi, alikuwa ni mikono tu, lakini kuinua mikono hivi siku nzima sio kazi rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa hivi. Njoo Korneli kwambie. Njoo, alafu njoo Samuel. Alafu aje mtu mwingine. Ilikuwa hivi. Korneli ni Musa. Lakini sio Musa kwa sasa Ni mfano. Sasa njoo sasa wewe kaa hapa. Sasa hii ni mikono ya Musa. Sawa? Kwa hiyo Musa alianza kuinua mikono yeye mwenyewe. Alikuwa anainua mikono, pengine anawaombea taifa la Israeli. Bwana wape ushindi. Bwana wapiganie. Maadui waanguke. Si ni kichi na kile. Alikuwa anawaombea. Lakini mikono kadri masaa yanavyoenda inashuka, anachoka huko. Na alipokuwa anachoka, sasa watu wakaona akishusha wanapigwa. Kwa hiyo akatafuta watu, Huri na nani? Huyu ni Huri, huyu ni Haruni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila huyu ni Musa. Wakasema sasa huyu Musa akishusha mikono tunapigwa. Sasa cha kufanya, wewe shika mkono mmoja hivi, na wewe shika huu hivi. Haya, sasa vita inaendelea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo vita ikiwa inaendelea kule, watu wanapigana vita. Hawa wameshika mikono, wamefika labda wameshika mikono saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, wameanza kuchoka. Ila mmoja akapata maarifa. Bwana, hebu sema akapata maarifa. Akasema, hii kuinua mikono hii tutachoka. Kwa hiyo tumtafutie Musa jiwe. Nipe kiti. Kiwe kama ni jiwe. Haya, akatafuta. Ili ni jiwe, lakini ni kiti, sawa? Kaa hapa kwenye jiwe. Kwa hiyo akamtafutia jiwe, akakaa kwenye jiwe. Si ndio Musa? Akakaa kwenye jiwe. Alipokaa kwenye jiwe, wao wakainua tena mikono, lakini amekaa. Kwa hiyo watu wanashinda kule, wanashinda vita. Yaani maadui wanaanguka, wachawi wanaanguka, waganga wanaanguka, mapepo yanaanguka, mizimu inaanguka, umaskini unaanguka. Anainua mikono. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wakainua, amekaa. Sasa Musa kidogo ana unafuu, amekaa, ila mikono anachoka huko. Sasa wakakaa, wakasema mbona hata sisi tumechoka? Sasa tunafanyaje? Tupange mawe. Bwana asifiwe sana. Haya, nipe viti kingine viwili. Tunapanga mawe, lakini sio kama nani. Jamani, utanielewa? Asante. Weka kiti namna hii. Umeshanielewa mzee? Weka kiti hii jiwe, hii mkono yangu, acha inakaa hivi. Na hii inakaa hivi. Hapa tumepanga mawe, sawa? Tumepanga mawe ili tumwekee kama nguzo. Tunamwekea kama nguzo ili kwamba asije akashusha mikono, akishusha mikono itakuwa ni balaa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa sasa sisi hawa wameshachoka, nyewe mmechoka, rudini kakaeni. Hamwezi kushika mkono tena. Mmeshachoka. Sawa? Sasa Musa amebaki pale. Sasa Huri na Haruni wapo. Amebaki Musa mwenyewe, mawe ndio yamemshikilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wewe, Biblia inasema wewe ni jiwe lililo hai. Si ni kweli? Ninyi ni mawe yamemshikilia. Hapo Musa ametulia tu. Kwa hiyo akichoka mkono unakaa, hata damu yenyewe inaenda kwa shida. Lakini watu akinyosha mikono yani huko watu wanachangamka. Yani Musa akinyosha mikono huko watu wanafanikiwa. Yani Musa akinyosha mikono huko nasikia mtumishi nimefungua duka lingine. Watu akinyosha mikono nasikia mtumishi nimepata ofisi. Yani Musa amenyosha mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Musa kakae. Wewe ni Musa wa leo, asante. Kwa hiyo ndicho kilichotokea. Nimekupa ile picha uweze kuiona. Ndicho kilichotokea. Watu waliinua mikono ya Musa. Na walipoinua mikono ya Musa wakashinda vita. Vita ile walikuwa kishusha tu. Musa akishusha wanapigwa, akipandisha
wanashinda. Ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo ushindi wa wana wa Israeli ulikuwa kwenye Musa kuinua mikono mbele za Bwana. Kwa hiyo mchungaji wetu, askofu wetu, yeye ni Musa wa leo. Yeye ndio kuhani wa leo. Yeye ndio kuhani wa madhabahu hii. Kwa hiyo anapoinua mikono, wewe unafanikiwa. Anapoinua mikono, wewe unapata upenyo. Anapoinua mikono, wewe unapata kazi. Anapoinua mikono, wewe unaponywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi wako, mtu wa Mungu, unatoka unapita hapa kwa mchungaji. Mimi kitu kimoja, mimi namshukuru Mungu sana, mchungaji wetu Mungu amefanikisha. Kwa sababu mchungaji yoyote ni mto au ni mferegi unaopitisha baraka za Mungu. Haujanielewa? Mchungaji yoyote unayemjua ni mchungaji wa Mungu aliye hai, ni kuhani, ni mtu ambaye anaonekana kama binadamu kimwili, ila katika ulimwengu wa roho yeye ni kama mto unaopitisha maji, kama mferegi unaopitisha maji ya baraka zetu. Sasa nitakwambia baadaye wale watu ambao wanasemaga mchungaji amefanya hivi, mchungaji ameenda hivi, mchungaji ameenda hivi. Kwambia kitu wanachofanyaga katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo baraka zetu zinapita pale. Baraka zangu zinapita hapa kwa kuhani. Baraka zako zinapita hapo. Wewe umefanikiwa kwa sababu Musa ameinua mikono juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefanikiwa kwa sababu mchungaji anakupea. Umepata upendo kwa nini? Kwa sababu kuna mtu anainua mikono mbele za Bwana. Uwepo wake tu, wewe tu unafanikiwa. Yaani uwepo tu. Na ndio maana wewe uelewi ni kwa nini Biblia inasema hivi, nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Hapa sasa hivi hapa mchungaji akipigwa, hapa kondoo hamna hata mmoja atakaa. Ndio uelewe maana kuhani nini. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchungaji ni mferegi katika ulimwengu wa roho ambao unapitisha baraka za watu wa Mungu. Unapitisha magari, unapitisha nyumba, unapitisha kazi, unapitisha biashara, unapitisha fedha. Ni mferegi. Kwa hiyo wewe angalia sana huo mferegi ambao unapitisha maji, jinsi unavyoulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mfano ukienda kwenye yale maeneo ambayo wanalima mpunga, kuna mferegi ambao unakuwaga ni mferegi mkuu ambao ndio unabeba maji mengi. Alafu kuna wanatengenezaga, sisi ndio tunavitengenezaga sisi. Wanatengenezaga vimfuniko ambavyo ukichomoa hivi maji yanapita. Ukishusha hilo eneo maji hayatapita. Mlishavionaga jamani? Mshavionaga? Sasa nataka uelewe kitu kimoja. Wale ambao huwa wanamsema mchungaji, wanamsengenya mchungaji, ni kama mtu ambaye amefunga kile kimlango kinachopitisha maji kwenda kunyeshea boda lake. Kwa hiyo maji hayataenda. Kwa hiyo mwisho wa siku mpunga utakauka. Nataka ndugu yangu ujue mchungaji ni mtu wa namna gani, na ujue ni kwa nini ni muhimu kumtegemeza mchungaji. Kuinua mikono ya kuhani au ya mchungaji kuna namna nyingi. Hata vijana wameinua mikono ya mchungaji. Bwana asifiwe sana. Vijana, Mungu abariki sana. Hiyo ndio kitu ambacho Mungu anaipenda. Hebu tuwapigie vijana makofi jamani. Hata kama ukutoa wewe piga makofi tu. Hamna shida. Bwana asifiwe sana. Tukiwa tunataka kufanya jambo kwa ajili ya mchungaji, wewe unakimbia. Kumbe sisi tunachofanya, tunaondoa kile kibati ili maji yaingie kwako. Wewe unasema
funga, sitaki. Sio lazima maji yaingie kwangu. Kwa hiyo kuna kumtegemeza mchungaji kwa maombi, kuna kuinua mikono ya mchungaji kwa maombi, kuna kumpa vitu, kumpa chakula. Hivi nyinyi mnafikiri mchungaji anachokaga? Kuna wakati anachoka, kuna wakati anachoka. Yule si ni mtu? Mchungaji ni mtu, ametengwa kwa ajili tu hiyo kazi, ila ni mtu kama wewe. Si ndio maana Musa alichoka? Bwana asifiwe sana. Na watu wengine ni wasumbufu. Yaani saa 8 ya usiku anapiga simu mchungaji, mchungaji. Lakini Januari mpaka Desemba haja kupeleka hata sukari kilo moja. Ila simu saa 8 ya usiku unapiga. Naambia halo. Saa 8 ya usiku unapiga simu. Mchungaji, homa imepanda. Si uishusha au una kipimo? Mchungaji yule baba ameanza tena. Kwa hiyo akianza mchungaji afanyeje? Aombe. Maana yake ainue nini? Mikono. Ila mbona ukifanikiwa uendaje kumuona mchungaji? Mbona ukipata fedha umwambiaje kwamba kuna fedha imeingia? Mbona ukipataga hata mafedha, ukipata boom, una watu wanapataga boom. Mbona ukipata boom unakula mpaka ile zaka? Mpaka mchungaji anakuja kujua baadaye kwamba ulipataga milioni 20. Ukala na ile zaka. Alafu saa 8 ya usiku, mchungaji, yule baba ameanza tena. Ameanza. Sasa unasemaje? Na mchungaji anasema ndio mwanangu, nitakuombea. Anainua tena mikono anakuombea. Kuna mtu mmoja, Bwana Yesu asifiwe sana, alikuwa anamlinda mchungaji wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anampenda mchungaji wake. Sasa alikuwa stand ya mabasi hapo mjini Moshi. Sio mbali sana. Sasa sijui alikuwa anahubiri, sijui alikuwa anafanya jambo gani, lakini alikuwa anamuelezea mchungaji wake jinsi alivyo mchungaji bora. Alikuwa anamuelezea baba yake kwamba yeye ni baba bora. Alikuwa anaeleza jinsi ambavyo anavyowapenda watu, jinsi ambavyo anawajali watu, jinsi ambavyo amewasaidia watu. Alikuwa anamuelezea. Mtu mmoja akajitokeza akasema, wewe wapi, hakuna kitu, mchungaji mwenyewe Freemason. Yaani ndugu yangu, yule jamaa alienda mzima. Hebu sema mzima. Yaani unajua ile kichwa unapigwa, kile kichwa ukipigwa, kile kichwa unapigwa na hicho kichwa kinakuja, sio kichwa tu, kimebeba mwili na mifupa na kila kitu. Ndo alipoenda. Sasa usiniambie kwamba yeye hajaokoka, mimi sijui. Yeye alimpiga mwenzake kichwa ambacho yani gharama ya kumtibu ni 700,000. Ile kichwa utakuwa umepigwa na rungu ya nyundo kupasua mawe au nini ase. Katikati ya stendi ya mabasi. Yani huyu jamaa ndo alikuwa yani kama alikuwa anainua mikono ya Musa, aliinua kimwili na kiroho. Akakamatwa, akaikwa ndani. Na mchungaji akaambiwa, kuna mtu bwana alikuwa anakutetea stendi ya mabasi. Anaitwa nani? Fulani. Washirika si wako wengi. Fulani kwani ilikuwaje? Akasema yani kuna jamaa amejichanganya, akakuita wewe Freemason, hicho kichwa alichopata. Nimesikia kwamba yuko KSMC. Sio kwamba ni utani. Yuko KSMC, ila yule bwana yuko polisi. Wamebadilishana majengo. Mmoja yuko KSMC, mmoja yuko polisi. Mwambie jirani yako, halo, angalia tusibadilishane majengo. We, unajua ngoja nikwambie mtu wa Mungu. Wewe mwenyewe una baba, si ndio? Ila hujaisemaga baba yako vibaya. Ni kweli jamani, si kweli? Hata baba yako awe mbaya namna gani, hujaweza kusema vibaya. Hata baba yako kama hajakupa, hajakulisha, yani bado unaendelea kumuita baba. Hivi watu wa Mungu sasa hivi wamekuaje? Kitu gani kimewaingia watu wa Mungu? Kabisa unaweza ukasimama mahali kabisa unaanza kusema mtumishi wa Bwana. Unaanza kusema mchungaji. Naambia jana yako ile gari sipandi. Mwangalie usoni, mwambie ile gari sipandi.
ukikuta gari ambalo linasema hilo gari usipande. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia, tena ni ndugu kabisa wa kuzaliwa. Musa na Miriam ni mtu na dada yake, mtu na kaka. Yeye Miriam anamuita Musa kaka, na walikuwa wanafanya huduma pamoja, walikuwa wanafanya utumishi wa maskani ya Mungu. Musa ni kuhani, Miriam ni kiongozi wa sifa. Lakini wakamsema Musa, na walipomsema Musa kwamba huyu Musa bwana ajifanya yeye ni kuhani, lakini mbona ameoa mwanamke, ameoa mataifa. Yule mwanamke Mkushi ni mwanamke wa mataifa, hajaokoka, alimuoa. Akasema mbona ameoa kule, yeye waka Mungu, wala hata Musa hajasema kitu. Mungu mwenyewe akasikia ile maneno. Alafu ghafla yule binti akapigwa na ukoma. Biblia inasema akawa mweupe, ukoma ukampata. Hii unafikiri kwamba wale ambao wanasema wachungaji, unafikiri kwamba wako salama sana? Au unafikiri kwamba Mungu wa kipindi kile cha kina Musa amekuwa mzee, wa sasa hivi amekuwa mzee, kile ndo kwa kijana Bwana asifiwe sana. Mungu wetu ni jana, leo na hata. Mimi mtu ambaye anasema mchungaji, sina undugu naye. Wewe unaweza kumuona mtu amebeba dumu la petroli, alafu ana kiberiti cha moto, unamsogelea? Ndio hivyo anavyokuaga huyo mtu. Sasa achana na watu wa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Achana na mtu wa hivyo, ndugu yangu. Kumsema mchungaji ni sawa na kuziba feregi wako ambao unapitisha maji, unapitisha kaka zako, unapitisha watoto wako, unapitisha magari yako, yani ile mlango unapitisha vitu. Ngoja nikwambie, leo wale ambao wanatumia wana akaunti za benki, kadi yake hata shida, hata lala, maana akitaka kutoa hela asipate shida, si ndivyo? Kwa hiyo wakati wowote atapata kadi hiyo inafanya kazi, na ile ikiingiza kwenye mashine ikimezwa, maana kadi huwa inamezwaga, ukiweka namba ya siri ambayo sio inamezwa, kirudia wanaimeza, ukaichukue kule kwao, ataifuatilia mapema. Sasa mtu ambaye anachezea hilo eneo ni mtu ambaye anataka kadi yake imezwe. Mwambie jirani yako, unataka kadi imezwe au baki nayo? Bwana asifiwe sana. Twende Wafalme wa kwanza sura ile 17 mstari wa kwanza, tusome mstari michache pale. Wafalme wa kwanza tumwangalie mtumishi wa Bwana hapa, alafu tuende mbele kidogo. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Wafalme wa kwanza 17:1-4 nasema, basi Eliya Mtishibi wa wageni wa Gileadi wakamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimemwamuru kunguru wakurishe huko. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika habari hii ambayo tumeiona, kitu ambacho nilikuwa nataka uone hapa kama kanisa, ni lazima kuelewa kwamba Mungu amemweka kuhani. Lazima tutambue kwamba Mungu amemweka kuhani ili asimame
mbele za Mungu na mbele zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamwona Eliya, Biblia inasema anasema basi Eliya Mtishibe wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Lakini kitu ambacho nataka uone hapa kwamba Eliya anaongea na Ahabu, mtumishi wa Mungu Eliya unabii, anaongea na Ahabu, lakini anamwambia nasimama mbele za Bwana na mbele zako. Kwa hiyo nataka uone kwamba kuhani anakuwa amesimama mbele za Bwana na mbele zetu, ili kupitisha vitu vya kiungu kuja kwetu sisi, ili kupitisha baraka zetu za watoto wetu na nyumba zetu na ndoa zetu. Anasimama hapo mbele za Bwana na mbele za watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuhani ni mtu wa tofauti. Kama kanisa lazima tujifunze kuwategemeza watumishi wa Bwana. Mtegemeze mtumishi wa Mungu kwa maombi, mtegemeze mtumishi wa Mungu kwa chakula. Peleka. Kuna mama mmoja ambaye mchungaji wetu anamwongelea sana. Yule mama huwezi kuta ni siku ya sherehe au siku yoyote, kama ni Pasaka, ni Krismasi, lazima apeleke chakula. Anahakikisha kwamba siwezi kula bila kupeleka chakula pale kwa mchungaji. Unashangaa ametuma nyama kilo 2. Yule mama alikuwa ananishirikisha, ananiambia mtumishi, na kutumia hela hapo, nunua nyama kilo 2 peleka kwa mchungaji. Bwana asifiwe sana. Anamtegemeza mtumishi wa Mungu, anainua mikono ya Musa. Kwa hiyo iko hivyo, mtu wa Mungu. Kwa hiyo lazima tutambue kama kanisa kwamba Mungu wetu ametupa neema kama hiyo, lakini lazima tuelewe kabisa kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kumtegemeza kuhani, kuna umuhimu mkubwa wa kushika mikono ya kuhani, kuna umuhimu mkubwa wa kumwombea kuhani, kuna umuhimu mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu baraka zetu zinapita pale, magari yanapita pale, ndoa zinapita pale, fedha zinapita pale. Ni mahali muhimu sana ambapo baraka zinapita, ni mlango ambao unapitisha vitu vyetu. Sasa kama ni anatumika kama mlango, anatumika kama daraja, usije ukalivunja daraja ambalo linapitisha vitu vya kiungu kuja kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwenye vita, jambo la kwanza ambalo wanafanyaga ni kuvunja madaraja ili kuepusha watu wasipitishe vitu. Sasa usije ukalivunja daraja. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukalivunja daraja. Ukilivunja daraja linalopitisha vitu, uwe na uhakika kwamba utateseka, uwe na uhakika kwamba utapata shida. Utapitaje? Utapita wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Utapita wapi? Kwa hiyo kuna watu wengine umeteseka kwa sababu pengine ukupata hayo maarifa, lakini umeunganishwa, watu wengine wamekushawishi, wamekufanya umeingia kwenye eneo, umewakosea, umewasema wachungaji, umewadharau wachungaji, umewaona kama ni watu wa kawaida, umesahau kwamba baraka zako zinapita hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu yangu, unaposoma kitabu cha Hesabu sura 16 mstari ule wa 1 mpaka wa 20, utasoma tu ile andiko, utaona jinsi ambavyo watu walienda kinyume na Musa, walifanya kinyume na Musa. Huyu anaitwa Kora na Abiramu. Wakasema kwani huyu Musa nini bana? Huyu Musa anajifanya ili mtakatifu. Huyu Musa silini na nini? Yaani akashawishi na watu wengine wakaanza kuwa kinyume na Musa. Unaposoma hiyo habari utaona jinsi ambavyo hawa watu hata kaburi lao halikuonekana. Afadhali kaburi lao lingeonekana, hata leo tungesema jamani, ile kaburi ni la wale watu waliomsemaga Musa. Hata kaburi lao mahali walipozikwa hawakuonekana. Ndio uone kwamba ni jambo kubwa na ni jambo baya. Walipokuwa wanamsema Musa, hawakujua kwamba kuna jambo linaweza likatokea, madhara makubwa kama hayo. Wewe unapokuwa unasema mchungaji, haujui madhara yatakayokupata, na ndio maana unafanya unayefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sema Mungu ni rehemu.
kwa sababu sikujua. Bwana anaweza kurema. Ibada ya leo ni ya ukombozi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hawakujua kama wanaweza wakapata madhara makubwa namna hiyo. Musa akasema, jamani, tutajua leo kwamba ni nani ambaye Bwana amemkaribisha ili afanye maskani ya utumishi wa Mungu. Akawapa maelekezo, na alipowapa maelekezo, Biblia inasema ardhi ikafunua kinywa chake. Yaani baada ya yale maelekezo ambayo Musa alitoa kwamba mtafanya, alafu Bwana atakuwa amejua ni nani aliyemchagua ili afanye maskani ya watu wake. Na unajua Biblia inasemaje? Ardhi ikapasuka. Mimi andiko nalipenda kwa sababu wale watu wanaosemaga bana nikiokoka sio nani atanizika, mimi nataka andiko hilo kumsaidia. Bwana asifiwe sana. Na usiogope kwamba nani atakuzika. Bwana mwenyewe anaweza kuzika. Yaani Mungu mwenyewe anaweza kuzika. Si anayamuru ardhi tu inapasuka papo, unazama chap, anafunga. Hamna haja kutumia. Yaani jamani, Mungu tunayemwabudu ni Mungu mwenye uwezo mkubwa mno. Mungu tunayemwabudu ni Mungu mwenye nguvu nyingi mno. Mungu aliyemweka kuhani mbele yetu ni Mungu wa kuheshimika, ni Mungu wa kuogopwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifanye mchezo. Hata leo unaweza kuona hata mchungaji anapita hapo, yuko na Biblia yake. Unaona tu mtu anatoa macho namna hii. Anatoa macho kama vile amekutana na treni ya umeme. Sasa wewe kule sisi tukiwa kule duniani enzi tukiwa watoto, akipita padri, sisi tunajua ni kuhani, tunapiga magoti, tunamwambia Faza, naomba unibariki, anakuwekea mkono namna hii. Haleluya. Yaani unajisi kama kwa mbingu. Yaani unaona baraka zote zimekuja. Kuhani wewe amekuwekea mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watu wa Mungu, usipojua mahali usipojua mafanikio yako yanapotoka, ayumba sana. Naomba nikwambie ukweli. Usipojua asili ya mafanikio yako, huwa yanapita wapi? Haya ni mambo ya kiroho. Usipojua kwamba baraka zangu zinapitaga pale, utayumba sana. Utateseka sana. Utakuwa unalia kila siku, unasema jamani, yani mimi nashangaa wengine wanafanikiwa, mimi siji kuna shida gani? Lazima ujue asili ya nguvu zako. Lazima ujue baraka zako huwa zinapitaga wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndugu yangu mmoja anafanya naye kazi, akaanza kulalamika. Analalamika kweli. Mama nani hapa anamjua? Analalamika kweli. Anasema mimi nashangaa bro, ndo anapata tu tenda. Yaani sisi kwa nini hizi tenda zije kwangu? Na sasa unatakiwa ujue kwa nini huwa anapataga tenda. Unatakiwa ujue kwa nini anapataga tenda. Wewe usitafute tu, unatakiwa utafute asili ya hizo tenda zinatokana na nini. Bwana asifiwe sana. Mimi saa ya ibada tenda na kazi na pembeni, nakimbia kwanza kwenye ibada. Mimi kazi zangu nazipata kwenye ibada. Mtu mmoja aliniambia kwamba wewe, alikuwa ni mwalimu wangu, alinifundisha kazi. Yaani baada ya kutoka chuo cha ufundi VETA, nilikuwa sasa lazima uende mtaani ili ukutane sasa na mambo yaliyoko mtaani, ukutane na soko lilivyo. Kwa hiyo nikakutana na mwalimu mmoja ni wa maeneo haya, akaniambia, sasa nikiwa nafanya naye kazi, akaniambia nani atakayekupa kazi wakati wewe ni mlokole, wewe ni mtu wa kanisani? Nani atakayekupa kazi wakati kazi huwa zinapatikana Na wakati huo nilikuwa sina ufahamu, hata kwa mambo ya Mungu nilikuwa bado ni mchanga. Sijui, nikasema hivi, nikawa nimepata leo, nikamwambia mimi Mungu atanipa kazi nikiwa huku kwenye uokovu. Huku nitapata tenda huku. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi naweza nikawa tu nimekaa namna hii tu. Yaani Mungu ameweka watu, kwa ameandaa watu, nina watu kwa Bwana ameweka. Nina watu hao, nina kunguru wa kuleta mkate. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna watu ambao unashangaa Mungu anamkamata kule, anasema hii kazi mpe fulani, hii kazi mpe fulani, anashangaa tu simu inalia pap. Nikiona namna hii, hebu niambie geti shilingi ngapi? Madishi natoa mahesabu, anamba njoo chukua hela. Bwana asifiwe sana. Sasa hapo kwani nimekaa si niko kanisani? Mimi simu nyingine napiga niko kanisani. Niko kwenye maombi, nyingine nazima simu. Sitaki usumbufu, tenda nitazifuata baadaye. Lakini lazima ujue mahali ambapo baraka zako zinakopita.
Bwana Yesu asifiwe sana. Usipojua utapishana na gari la mshahara. Mwambie jirani yako utapishana na gari la mshahara. Unamwogopa, mwangalie usoni, mwambie halo, utapishana na gari la mshahara. Bwana asifiwe sana. Sasa hivi wafanyakazi wa serikali wanaikiwaga mshahara kwenye nani, wao wanakutana tu na message tu, mshahara wako umeingia. Sio kama asante mtumishi. Sio kama zamani. Zamani ilikuwa ni gari la mshahara ndio linapeleka. Unaliona gari la mshahara hilo, unaliona cruiser hiyo, unajua mshahara umeingia. Kulikuwa hamna haja ya message. Wewe unaona tu gari limeingia, unajua mshahara umeingia. Sasa hivi wanaangaliaga tarehe tu. Leo tarehe 24. Leo wamechelewa kuingiza. Kuna shida gani? Ni system imesumbua nini? Network. Bwana asifiwe sana. Na walikuwa wanatekwa, yani magari yale walikuwa wanateka, majambazi wanayateka, wanaua wale watu, askari wapo ndani wana bunduki. Askari naye anatekwa, anauawa, wanachukua zile pesa. Sasa serikali ikaanzisha mfumo mwingine, unawekea tu kwenye gari, inaenda na ile mshahara yao, inaenda inapaki benki, wanawekewa kwenye akaunti zao. Wewe unaangalia tu message, kishawekwa tu unapata message tu, mshahara umeingia. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana mfanyakazi wa serikali hajawahi kusahau tarehe hata siku hii. Wafanyakazi wa serikali mnisamee jamani, nawapenda. Hajawahi kusahau tarehe, yani tarehe, kwamba wewe ukitaka tarehe wewe usipate shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe usipate shida. Wewe muulize tu, mimi nikitaka kujua tarehe namuuliza tu mtumishi. Mtumishi, leo tarehe ngapi? Anaambia leo tarehe 17. Yaani tarehe anazijua. Yesu. Nikamwambia mtumishi, leo tarehe ngapi? 20. Anajua bado siku 4. Ngoma ina tiki. Bwana asifiwe sana. Hata Ezra hapo. Tarehe ngapi leo Ezra? Mimi ndo sijui tarehe, maana yani mimi tarehe ziko mbali kabisa na mimi, mpaka niziangalie kwenye simu. Lakini hao ndugu zangu hao tarehe wamezishika, maana kuna tarehe ambayo hiyo itakuwa ni habari njema. Bwana asifiwe sana. Hata mlo utabadilika. Na akishapokea mshahara, anapiga siku ya kwanza, siku ya pili, tarehe 10 ameumaliza. Tarehe 11 tunabidi tuanze kumwamini Bwana. Yaani tarehe 1 mpaka tarehe 10 hapo anatembea na mshahara. Tarehe 11 yani hapa inabidi tumamana nini? Hapa inabidi tumwamini Bwana. Hapa bila Bwana. Sasa baba nini bila Bwana? Wewe mshahara umeisha kwa hiyo. Umeisha. Nilikuwa nadaiwa pale, alafu nimelipa ile. Kwa hiyo umeisha. Sasa mama anasema kweli hapa sasa hizi kilomita za kumwamini Bwana. Na usije ukafikiri kumwamini Bwana ni kazi rahisi. Kumwamini Bwana ni jambo kubwa. Yaani una imani kwamba utakula, lakini hujui chakula kitatoka wapi. Ana heri mtu yule anayemtumainia Bwana. Yaani amebarikiwa mtu anayemtumaini Bwana. Hata sijui kwa nini imekuja hiyo. Imekuja tu sijui. Kuna mtu anaipokea. Kwa hiyo mtegemeze mtumishi wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Tegemeza mtumishi wa Mungu. Mimi nataka tufanye zoezi moja. Hebu sema zoezi moja. Alafu ile zoezi najua haujajipanga, lakini ninalo neno la Bwana. Linasema hivi, usiende nyumbani kwa Bwana mikono. Maana yake usiende bila pesa. Hivi nyinyi mnasema jamani, maana yake usiende kwenye kanisa la Bwana bila kuwa na hela kwenye wallet. Zile hela umeziacha nyumbani kwa sababu gani? Sasa nyinyi ambao umeziacha nyumbani mtazileta Jumatano. Sasa sikiliza. Musa aliambiwa hivi kule Misri. Alimwambia Farao, hapa atuachi kitu. Hata ukwato hatuta, yani hapa yani tunaondoka na nini jamani? Na kila kitu, kwa sababu hatujui kwa vipi Bwana atakitaka ili tumtumikie nacho.
Yani mimi nampenda sana mzee wangu pale. Baba ananibariki kweli. Hivi nyewe waimbaje, mnampenda huyu baba kwa kweli? Au mnakulaga hizo soda tu mnasema haleluya? Mnampenda kweli? Mmeshatamshika mkono mwambie baba, tumebarikiwa sana na zile soda unazotupa. Nyewe waimbaje, acheni utani nyewe. Unafikiri kutoa hela ni mchezo ni? Naona siku moja wapigaji nao wanapigwa papa. Lile jambo nalo linabariki jamani. Unapiga keyboard na mnaona shangaa Msimbazi imekuangukia T. Utaacha kwenda mazoezi kweli? Eti jamani, yani ukiambiwa mazoezi ni saa 8, wewe unafika saa 7. Maana unakumbuka ule Msimbazi, huwezi kujua Bwana atatoka wapi. Yani kwa Mungu kuna vitu vizuri. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nimesafiri na baba askofu. Tuko tunaenda sijui ni Shinyanga, sijui ni Kigoma, siyakumbuka, na Kigoma nadhani. Sasa nimelala hoteli moja kali. Nikamwambia baba, mimi nalala hapa. Akaniambia unalala hapa? Yaani mimi naogopa, mpaka naogopa kabisa Mungu wangu. Mchungaji na mheshimu sana. Bwana asifiwe sana. Chakula yenyewe unaenda kula. Yaani ukija unakaa siku 3 kwanza hapa nyumbani, kwanza hii chakula wewe imetembea mifupa. Maana ukianza kuingiza makande vitu vikaribika. Na nani unakula? Tulia mama nani, nasikia nataka nifunge. Sio umefunga, unasubiri ile chakula itembee kwenye mifupa, kwenye damu, kwenye nyama. Yaani unakula chakula, unakula chakula huko Kigoma, huko wapi, testi unasikia Kilimanjaro. Si chakula jamani, chakula imepikwa pikwaje kufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana mimi nawaambia wanandoa, yani hata wanaume usipende kula kila mahali. Kuna mahali ukila utabaki. Usipende kula kila mahali. Hiyo ni ya wanandoa. Usipende kula kila mahali, kuna mahali utakula utabaki. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka tufanye zoezi moja. Nisaidie ile kikapu. Nataka tufanye zoezi moja. Tumeshamtolea Mungu, tumeshatoa zaka na dhabihu. Nataka tukamtegemeze mchungaji. Lakini kama ukuja na kitu, maana nimekwambia kwamba usije nyumbani kwa Bwana mikono mitupu. Kama ukuja na kitu, ninakupa siku 3. Una leo, una kesho, Jumatatu na Jumanne. Jumatano tutakuwa tumehitimisha hilo zoezi. Hatutafanya hilo zoezi baada ya Jumatano. Nataka tukanunue sukari na mchele tuweke pale ndani. Alafu baba na mama wakija, tuwaambie baba, hii watoto wako wamesema wakutegemeze. Upate chai, upate chakula. Alafu sitakuombea, hakuna mtu ataombea sadaka hapa leo. Itaombewa na baba na mama. Nitamwambia atakuombea. Bwana asifiwe sana. Ili kwamba kama kuna jambo ambalo limezuia baraka yako, kama kuna kitu kimezuia ulimwengu wa roho, baada ya tendo hili, baada ya maombi haya, basi Mungu afungue madirisha ya mbinguni. Yaani madirisha ya mbinguni yafunguke kwenye elimu, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye kila kitu yafunguke. Yaani umuone Bwana ukishiketi ni fedha. Yaani upate promotion ukiwa kazini watu. Yaani uone mambo, yaani usitumie nguvu nyingi sana kwenye kupata vitu. Usitumie nguvu nyingi sana kwenye kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niombe waimbaji waje. Watatuimbia wimbo mmoja hapa polepole. Tutakwenda kutoa. Wewe toa ambacho unacho. Lakini nakupa nafasi. Siku ile ya Jumatano, kwenye ile ibada ya Jumatano nitahitimisha. Na kama utakuwa na hiyo fedha, utamwona tu mtumishi wa Mungu hapo, mzee wetu wa kanisa ni Mlodi, ataipokea, utampa, utambia hii ni sukari ya kumtegemeza mtumishi wa Bwana. Shika tu ile nani. Nakwambia hivi, sitakuombea mimi, wala mimi sistahili nikuombea kabisa kwenye jambo hili. Mchungaji mwenyewe atakuombea. Aombe juu ya nyumba yako. Aombe juu ya ndoa yako. Ataomba. Mimi nitamwambia watu wa Mungu wamefanya 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia wale watu walipokuwa wanainua mikono juu, wao walikuwa wanashinda vita. Ndugu yangu, kama unataka ushindi kwenye nyumba yako,
unataka ushindi kwenye ndoa yako, unataka ushindi kwenye kazi unayoifanya, unataka ushindi kwenye biashara, jifunze kumtegemeza mtumishi wa Bwana ambaye Mungu amemweka mbele yako kwa ajili ya ufalme, lakini pia kwa ajili ya uzao wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitakwenda kutoa. Kwa hiyo wewe njoo na ile sadaka yako nzuri, utakwenda kutoa, alafu baadaye tutakwenda kuhifadhi vizuri kabisa, na tutahakikisha kwamba baba askofu atakapokuja tutamkabidhi, tutamwambia hii ni chakula watoto wako, watumishi wa Mungu wamesema baba apate chochote kitu. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo nimekuonyesha kwamba kuna wakati mchungaji anachoka, kuna wakati anahitaji tu mahitaji kama watu wengine kabisa. Usio kasema mimi sitoi kwa sababu mchungaji wetu ana vitu. Ni kweli kabisa, mchungaji ana vitu, ana magari, ana biashara, amefanikiwa. Ninachofanya hichi, ninachokifanya hapa, natengeneza mazingira ya wewe, kile kilicho ambacho adui amekifukia, kile ambacho adui amekificha, kile ambacho kimefichwa. Na tunalo neno la Bwana ambalo linasema kwamba kwa mwaka huu kuna hazina zilizofichwa gizani. Moja ya hazina zilizofichwa gizani ni pale ambapo tumepigwa upofu, hatukujua namna ambavyo tunaweza kumtegemeza mtumishi wa Bwana. Basi nikukaribishe pale ulipo, alafu toa ulicho nacho, lakini wewe ambaye uwe na amani. Mpaka Jumatano tutakwenda kulitimisha zoezi hili katika majira haya. Simame pale tulipo, tusimame, alafu unaweza fanya hilo zoezi. Karibu mtu wa Mungu. Baada ya hapo baada ya kufanya tendo hili nitamkaribisha mzee wetu Cosmas, atakwenda kutuairisha ibada yetu kwa maombi baada ya tendo hili. Mtegemeze mtumishi wa Mungu, mtegemeze mtumishi wa Mungu. Usikubali, pambana na ile ambayo inasema na wewe na Mungu wa mbinguni atafanya jambo. Kuna jambo litafanyika kwako na kwa uzao wako. My God, my Lord, asante Bwana. Namshukuru Mungu, haleluya.